DW Dunia Yetu leo jioni. Rais Donald Trump wa Marekani awapa Hamas siku 4 kukubaliana na mpango wa amani katika ukanda wa Gaza. Rais Vladimir Putin wa Urusi asema watashinda vita vya Ukraine. Na mwanga wa matumaini wachomoza barani Afrika baada ya Marekani kuashiria kurefusha mpango wa AGOA kwa mwaka mmoja. Wakati Israel ikiendelea na vita vyake katika ukanda wa Gaza siku moja tu baada ya Rais Donald Trump kutangaza kile alichokiita mpango wenye vipengele 20 wa kusimamisha mapigano katika ukanda huo, kiongozi huyo wa Marekani ameipa Hamas muda wa siku 4 kuwa tayari imeshakubaliana na mpango huo, huku Qatar ikisema inakutana na viongozi wa Hamas na Uturuki hivi leo kujadiliana mapendekezo hayo ambayo hadi sasa yameungwa mkono na mataifa kadhaa ya Kiarabu. Saumu Njama ana mengi zaidi. Mamlaka za afya kwenye ukanda wa Gaza zinasema ndani ya kipindi cha saa 24 zilizopita watu 27 wameuawa kwenye kitovu cha jiji la Gaza ambako Israel imekuwa ikiendeleza operesheni yake inayodai kulenga kuliangamiza kabisa kundi la Hamas na kuwakomboa mateka wake waliosalia huko. Kwenye uchochoro wa Netzarim unaodhibitiwa na jeshi la Israel, Wapalestina 17 wameuawa na wengine 33 kujeruhiwa walipokuwa wakijaribu kufikia eneo linalogaiwa msaada wa chakula. Kwenye tukio jingine, mashambulizi mawili ya anga dhidi ya mahema ya wakimbizi wa ndani katika eneo la Muwasi, jeshi la Israel limewaua Wapalestina wengine 10. 7 kati yao wameuliwa kwenye kitongoji cha Deira al-Balah. 3 wengine wa familia moja, mume, mke mwenye ujauzito wa miezi 7 na mtoto wao, wameuawa kwenye kitongoji cha Khan Yunis wakiwa kwenye hema lao. Yote haya yanajiri wakati kundi la Hamas likisema limeyapokea na sasa linayajadili mapendekezo yaliyomo kwenye mpango wa Trump wa kusitisha mapigano kwenye ukanda wa Gaza. Mpango huo uliotangazwa jana tayari unaungwa mkono na Israel na mataifa kadhaa ya Kiarabu na Ulaya yanayosema unatoa mwanga wa kukomesha miaka 2 ya umwagaji damu kwenye ukanda huo. Qatar, ambayo ni mmoja wa wapatanishi wakuu watatu wa mzozo huo, imesema wajumbe wake wanakutana Jumanne ya leo na wale wa Hamas na Uturuki kujadili mpango huo wa Trump. Hata hivyo, katika kile kinachoonekana kuwa kitisho cha wazi, Trump mwenyewe amewaambia waandishi wa habari hivi leo kuwa Hamas ina siku 4 tu za kukubali mpango huo, vinginevyo itakabiliwa na hali mbaya zaidi. Tutalifanikisha hili kwa siku 3 ama 4 kutoka sasa. Nchi zote za Kiarabu zimekubali, nchi za Kiislamu zote zimekubali, Israel imekubali. Tunangojea Hamas tu, ama watakubali au watakataa, na kama wakikataa watakuwa na mwisho mbaya sana. Wizara ya afya ya Gaza imesema kufikia sasa watu waliokwisha tangu mashambulizi ya Israel mwezi Oktoba mwaka 2023 imefikia 66,000, huku wengine 170,000 wakijeruhiwa. Israel ilianzisha mashambulizi hayo kulipiza kisasi uvamizi wa wanamgambo wa Kipalestina kusini mwa nchi hiyo uliopelekea vifo vya zaidi ya watu 1,200 na wengine zaidi ya 200 kuchukuliwa mateka. Na msikilizaji, kama ulivyosikia katika ripoti hiyo ya Saumu Njama, kundi la Hamas limetangaza kuanza majadiliano na makundi mengine ya Wapalestina kujadili mpango wa amani uliopendekezwa na Rais Donald Trump wa Marekani kufikisha mwisho mzozo wa miaka 2 kwenye ukanda wa Gaza. Mwenzangu Mohamed Helef amezungumza na mchambuzi wetu wa masuala ya Mashariki ya Kati na eneo la Ghuba, Ibrahim Rahbi, akiwa jijini Dar es Salaam nchini Tanzania, na kwanza alitaka kujua ameupokeaje mpango huo wa Trump. Binafsi sijashangaa sana kwenye mpango huu, lakini nilikuwa najiuliza baadhi ya maswali mawili matatu tu, kuwa ndani ya saa 72 kutoka Netanyahu kuhutubia mkutano wa Umoja wa Mataifa, anakuja kukutana na mpango wa karibu mambo 20 wa Trump, halafu chini ya saa 2 anaukubali katika mambo yote bila kupinga kitu kimoja. Nadhani nimekuwa na maswali kiasi kuwa
imewezekana vipi kuwa vifungu vyote alivyoviandaa Trump na watu wake na Netanyahu kuja kupitia na akakubaliana navyo vyote bila kurekebisha, bila kupunguza, bila kuongeza kuwa hiki kipungue. Ni kama kwamba Rahbi unasema kwa mapendekezo haya ambayo akatoa Trump, kwako wewe kama mchambuzi amekupa maswali zaidi kuliko ni majibu ya mzozo wa Gaza? Bila shaka kumekuwa na maswali mengi, na si tu maswali. Unashangaa kuwa kitu kimoja, kuwa haya makubaliano yote ukisoma kifungu kimoja baada ya kimoja unagundua kuwa ni zaidi ya 85% ya vifungu vyote vimekuwa upande wa Israel na sio upande wa pili wa Hamas. Hakuna tarehe maalum inayotaja vikosi vya Israel kuondoka, ila vinasema vitakwenda kwa awamu. Lakini katika kingine ambacho bado kinaleta ukakasi kwenye haya, kuwa uingizaji wa misaada utazingatia makubaliano ya Januari 19 katika vifungu vya Januari 19 ambavyo Israel ndio atathibitisha gari gani ingie, msaada gani usiingie. Kwa nini bado tuko kwenye hivyo? Ulaghai fulani upo kwenye makubaliano. Lakini angalau pendekezo haya ya Donald Trump yanasema kwamba Israel itajiondosha kwenye ukanda wa Gaza kidogo kidogo kadri ambavyo hali ya usalama itaendelea kuimarika. Kulikuwa kuna shida gani katika pendekezo ambalo limependekezwa na wajumbe wengi wa Umoja wa Mataifa kuwa vitumwe vikosi vya kimataifa kuwepo Gaza, ikiwemo rais wa Indonesia Prabowo akisema kuwa yupo tayari kupeleka askari wa Umoja wa Mataifa waende pale wakahudumu, kwa sababu haingia akilini kuwa IDF ambao wameshiriki kwenye vita ya miezi 23 na Marekani ambaye akitoa msaada wake, kuwa eti upande mmoja wa Hamas usalimishe silaha, halafu watakuwa chini ya usimamizi na ulinzi wa upande mmoja wa IDF ambao imeshiriki na imetajwa na imeua na imeharibu ndani ya eneo moja. Angalau kwa mpango huu inaonekana kwamba kutakuwa na serikali ya mpito ya kipindi cha angalau miaka 5 ambayo itaongozwa na viongozi wa kimataifa. Huoni kwamba angalau hii nukta ambayo inasema kwamba kuna ushiriki wa jumuiya ya kimataifa katika usimamizi wa Gaza baada ya vita kumalizika? Unaweza kusema ni jambo zuri, lakini umewashirikisha kiasi gani wahusika ambao ni wa Palestina? Karibu vikao vyote vilivyohusika na mpango huu wa ujenzi, kila kitu au ratibu wote uliamua kuwatenga rasmi wa Palestina wote. CPA wala sio Palestina ya Hamas wala sio washirika wa karibu wa Palestina. Lakini unaona mpango mzima ulivyokuwa unaandaliwa ulikuwa na washirika wa karibu zaidi wa Israel. Ibrahim Rahibi kama alivyozungumza na mwenzangu Muhammad Halef kuhusiana na mpango wa amani huko katika ukanda wa Gaza. Tuelekee sasa katika vita vya Ukraine. Rais wa Urusi Vladimir Putin amesema watashinda vita ya haki dhidi ya Ukraine, huku Umoja wa Ulaya na Jumuiya ya Kujihami NATO wakitangaza mikakati ya kujibu uvamizi wa anga, na Marekani ikitafakari kuiuzia Ukraine makombora yanayoweza kufika hadi mjini Moscow. Najat Omar na undani wa taarifa hii. Rais Putin amesema vikosi vya nchi yake vinaendelea kushinda katika kile alichokiita vita ya haki inayoendelea nchini Ukraine, na kuongeza kuwa mzozo huo ni mapambano ya kizalendo kwa ajili ya mustakabali wa taifa lake katika video iliyochapishwa kwenye tovuti ya Kremlin Jumatatu wiki hii. Licha ya madai hayo, vita iliyoanzishwa na uvamizi wa Urusi kwa kiwango kikubwa Februari 2022 vinaonyesha dalili chache ya kumalizika. Mgogoro huu umesababisha vifo vya maelfu kwa maelfu, mamilioni kukimbia makazi yao, na unaendelea kuyumbisha usalama wa kimataifa. Ukraine imeripoti shambulizi la drone lililofanywa na Urusi usiku wa kuamkia leo, ambalo liliua watu 4 wa familia moja katika kijiji cha Chenchinia, mkoa wa Sumi. Mkuu wa utawala wa kijeshi wa mkoa huo Oleg Grigorov amesema usiku wa leo adui amelenga jengo la makazi katika kijiji cha Chechnya. Jamii ya Krasnofilia, waokoaji walipata miili ya wazazi na watoto wao wawili wa kiume wenye umri wa miaka 6 na 4 kutoka chini ya kifusi. Wakati Ukraine ikiomboleza, wizara ya ulinzi ya Urusi imesema imezuia drone 81 za Ukraine usiku huo, ikieleza kuwa ilizuia mashambulizi makubwa katika maeneo ya Volgograd. Maafisa wa eneo hilo wamesema hakuna uharibifu mkubwa uliojitokeza. Katika kujibu mashambulizi ya Urusi, rais wa Tume ya Ulaya Ursula
von der Leyen amesema kuwa kunahitajika suluhisho la kudumu juu ya suala la ulinzi wa anga na usalama. However, we need a more structural solution. Hata hivyo, tunahitaji suluhisho la kimuundo zaidi kwa msaada wa kijeshi. Ndio maana niliwasilisha wazo la mikopo ya fidia inayotokana na mali za Urusi zilizozuiwa. Mkopo huo hautagawanywa mara moja, bali utatolewa hatua kwa hatua na masharti maalum. Ukraine italipa mkopo huo ikiwa Urusi italipa fidia. Ikiwa Urusi italipa fidia, wakosoaji lazima wawajibishwe. Must be held responsible. Nchini Marekani, mjadala unaendelea kuhusu ombi la Ukraine kupewa makombora ya Tomahawk yenye uwezo wa kufika ndani kabisa ya Urusi. Makamu wa Rais JD Vance amethibitisha kuwa ombi hilo linazingatiwa, ingawa Rais Donald Trump bado hajatoa uamuzi wa mwisho. Moscow pia imeonya kuwa hatua hiyo itasababisha kuongezeka kwa mvutano wa kiwango kikubwa, kwani makombora hayo yanaweza kufika hadi Moscow. DW tunavuma kwa kishindo. Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa linatarajiwa kupiga kura hivi leo Jumanne kuhusu pendekezo la kuimarisha kikosi cha usalama nchini Haiti, hatua inayolenga kukabiliana na mauaji, ubakaji, uporaji na utekaji nyara, vitendo vinavyoendelea kushamiri tangu nchi hiyo iingie kwenye machafuko mapema mwaka 2024. Taarifa ya Najat Omar inasomwa na Suleiman Mwiru. Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa linatarajiwa kupiga kura leo Jumanne kuamua kama kikosi cha usalama kinachoungwa mkono na UN nchini Haiti kiimarishwe na kuwa jeshi kamili lenye wanajeshi ili kukabiliana na machafuko yanayoongozwa na magenge ya uhalifu. Kwa sasa, maafisa wa polisi wapatao 1000, wengi wao kutoka nchini Kenya, wamepelekwa Haiti chini ya kikosi cha usalama cha kimataifa MSS kusaidia polisi wa Haiti waliokumbwa na changamoto kubwa za kiusalama. Lakini hata hivyo, tangu kuidhinishwa kwa mpango huo mwaka 2023, operesheni hiyo imekuwa na matokeo mchanganyiko. Kiongozi wa baraza la mpito la urais nchini Haiti, Laurent Sensia, amesema kuwa kila siku maisha ya watu wasio na hatia yanapotea kwa risasi, moto na hofu, huku zaidi ya watu milioni 1 wakilazimika kuhama ndani ya nchi. Amesema miundombinu na uwekezaji vinaendelea kuharibiwa na magenge hayo. En Haiti, c'est une guerre qui se joue, une guerre entre des criminels. Nchini Haiti kuna vita vinavyoendelea, vita kati ya wahalifu wanaotaka kulazimisha vurugu na raia wasiokuwa na silaha wanaopigania heshima ya kibinadamu na uhuru. Jibu lazima liwe thabiti. Leo, jumuiya ya kimataifa inapaswa kusimama pamoja na Haiti na kuchukua hatua za kiwango kikubwa, si hatua za nusu-nusu, bali majibu madhubuti na ya haraka yanahitajika. Ukimya na kutokuchukua hatua si chaguo jema. Le silence ou l'inaction n'est pas une option. Sensia ameunga mkono pendekezo la Marekani na Panama la kuibadilisha MSS kuwa kikosi chenye nguvu zaidi kwa kipindi cha mwaka mmoja. Kikosi hicho kipya kinatarajiwa kuwa na zaidi ya maafisa 5500 waliovalia sare, wakiwemo polisi na wanajeshi tofauti, na sasa waliopo ni polisi pekee. Rais wa Kenya William Ruto amesema kuwa na watu sahihi, rasilimali za kutosha, vifaa vinavyofaa na usaidizi wa vifaa, usalama wa Haiti unaweza kurejeshwa. Kikosi hicho kipya pia kinatarajiwa kuungwa mkono na ofisi maalum ya usaidizi ndani ya Umoja wa Mataifa kwa ajili ya msaada wa kifedha na vifaa. Na tukamilishe uchambuzi wa ripoti zetu kwa kuangalia mpango wa AGOA. Waajiriwa na wamiliki wa viwanda barani Afrika wanakabiliana na hofu ya kupoteza faida za miongo miwili ya upendeleo wa kibiashara na Marekani kupitia mpango wa ukuaji na fursa Afrika AGOA, ambao muda wake unafika mwisho hivi leo. Hata hivyo, kuna mwanga wa matumaini baada ya utawala wa Rais Donald Trump kuashiria kuunga mkono kurefushwa kwa mpango huo kwa mwaka mmoja zaidi. Wakiombogo ana mengi zaidi. Serikali za Afrika na wawekezaji wameendelea kushinikiza kurefushwa kwa mpango wa AGOA ambao kwa miaka 25 umekuwa nguzo ya biashara kati ya Marekani na zaidi ya nchi 30 za Afrika. Licha ya jitihada za kupata muda mrefu zaidi kushindikana bungeni Marekani, kuna matumaini baada ya ishara kwamba utawala wa Trump unaweza kuunga mkono kurefushwa kwa muda mfupi. Mpango wa AGOA uliopitishwa mwaka 2000 umetoa fursa kwa maelfu ya bidhaa kutoka Afrika kuingia Marekani bila ushuru,
huku ukisaidia mamia ya maelfu ya ajira katika sekta za magari, nguo, kilimo na mafuta. Lakini ushuru ulioanzishwa na Rais Trump mwezi Agosti wa kati ya 10% na 30% umevuruga biashara na kuzua mashaka juu ya mustakabali wa mpango huu. Nchini Kenya, sekta ya nguo na mavazi imekuwa miongoni mwa wanufaika wakuu, ikiuza jeans za Wrangler na Levi's kwa Marekani. Hata hivyo, wiki hii kiwanda kikubwa mjini Nairobi kilitangaza mipango ya kuwafuta mamia ya wafanyikazi kutokana na hali ya kutojulikana mustakabali wa AGOA. Pankaj Bedi, mkurugenzi wa United Aryan na mwakilishi wa shirikisho la wazalishaji bidhaa la Kenya, amesema tayari atapunguza wafanyikazi 1,000 kati ya 10,000, jambo litakalo-hatarisha maisha ya maelfu ya familia. Amesema viongozi wa Afrika walipewa ishara zisizo rasmi kutoka New York kwamba AGOA itapitiwa upya, lakini uhakika bado ni mdogo. Kwa wabunge wa Kenya, hali hii ni tishio kubwa. Akizungumza bungeni, mbunge wa Tharaka George Muragara alisisitiza madhara ya kusitishwa kwa mpango huo. We know very well there is a lot that we produce here. Tunajua kuna bidhaa nyingi sana tunazozalisha hapa ambazo zina thamani kubwa kwa watu wa Marekani. Watu wanaofanya kazi katika viwanda na sekta ya kilimo wataathirika. Tuna zaidi ya watu 66,000 wanaofanya kazi hapa na zaidi ya 75% yao ni wanawake. Mapato yao yanatumika kwa mambo muhimu kama elimu, afya na kupunguza umaskini. Poverty alleviation. Lesotho imekumbwa zaidi na ushuru wa juu, ikitozwa 50% mapema mwaka huu, huku Kenya ikipata kiwango cha chini zaidi cha 10%. Mataifa haya madogo yanategemea kwa kiasi kikubwa AGOA kwa mauzo yake ya nje. Wadadisi wanasema kumalizika kwa AGOA kutamaanisha sio tu kupotea kwa soko, bali pia kudhoofisha uwekezaji wa kigeni, minyororo ya usambazaji na mapambano dhidi ya umasikini. Wafanyikazi zaidi ya milioni 1.3 barani Afrika, wengi wao wanawake, wamo hatarini. Wakati huo huo, siasa za ndani Marekani zimeweka kipaumbele kingine. Wa Republican na wa Democrat bado wanalumbana kuhusu mswada wa matumizi ya dharura ambao huenda ndiyo njia pekee ya kisheria ya kufanikisha kurefusha kwa AGOA. Kwa sasa mustakabali wa mpango huu uko njia panda, ukiakisi mchanganyiko wa hofu na matumaini kwa bara la Afrika. Tatu Karema yuko tayari upande wa pili wa studio kutufahamisha yale ambayo yanaendelea kutrend. Unasema ni mambo ni trending trends. Karibu. Sasa linalolizungumziwa sana katika mtandao wa X, Facebook, Instagram, kuna kisa ambacho tumekuwa nacho pia katika taarifa yetu ya habari, ambapo ni balozi wa Afrika Kusini nchini Ufaransa, Nkosinathi Emmanuel Nathi Mthethwa. Nadhani nimetamka saa, manake ndugu zetu wana njia ya kutaja majina yao. Amekuta amefariki nje hoteli ya Hyatt Regency mjini Paris. Na ripoti zinasema kwamba alikuwa amekodi chumba cha ghorofa ya 22 na dirisha lilionekana limevunjika. Wizara ya mambo ya nje ya Afrika Kusini tayari imethibitisha kifo chake, huku uchunguzi ukiendelea. Vyombo vya habari vya Ufaransa pia vimeelezea ama vimedai kwamba huenda amejiua. Ni madai tu, lakini uchunguzi unaendelezwa. Maoni ni mengi. Mimwani Kenneth wa Kishanje Bukoba anasema uchunguzi wa kina unatakiwa kufanywa ili kubaini chanzo cha kifo cha balozi huyo. Dimalia akiwa Moshi anasema uchunguzi wa kina pia unafaa kufanywa ili kubaini kifo. Na Charo, kuna wengi ambao wanashtumu nchi hiyo, yani Ufaransa, kwa madai ya kwamba labda ama huenda imehusika, lakini letu ni kusubiri tu uchunguzi ukamilike, na jukumu letu sisi kama DW Kiswahili litakuwa ni kufahamisha kilichotokea na kinachoendelea. Orofa amesema ni ngapi? 22. 22. Juu kabisa huko kileleni huko. Mbali na hayo, twende nchini Kenya, ambapo mahakama kuu imetoa pigo kwa aliyekuwa mkuu wa kituo cha polisi cha Central Nairobi, Samson Kiprotich Talam, Constable James Mukwana, Peter Kimani na wenzao watatu, baada ya kesi ama kukataa kuwapa dhamana. Utakumbuka kisa cha Albert Ojwang, sio? Yule mwanablogu ambaye pia alikuwa ni mwalimu aliyekufa akiwa korokoroni. Sasa maafisa hao pamoja na raia John Gige Gitau, Jean Amito Abwao na Brian Mwaniki wanashtakiwa kwa pamoja kwa kumuua Ojwang usiku wa Juni 7, kukumbushia tu mwaka huu katika kituo hicho cha Central. Hakimu Diana Kadvedza anasema kwamba washtakiwa hao watasalia rumande hadi mashahidi wakuu watakapotoa ushahidi wao, na amesisitiza kwamba wasiwasi ambao umetolewa
si wa kubahatisha tu, bali unatokana na hatari za wazi na za ukweli, ikiwa ni pamoja na uwezekano wa maafisa hawa wakiachiliwa huenda wakaharibu ushahidi ule wa CCTV ama kamera za siri. Wanasemaje wafuatiliaji? Wanasema mengi. Irene Grace anasema huu ni uamuzi wa busara wa mahakama kutoa dhamana kwa watu binafsi ambao huenda wakaingilia kati na mashahidi